falmughirati subha fa'atharna bihi naqa. Hizo ni sifa za farasi. Hebu ziangalie sifa wasfu wa waladiyati dhabha falmuriyati kadaha waladiyati dhabha nini falmuriyati kadaha falmughirati subha fa'atharna bihi naqa. Hizo ni sifa za farasi. Hebu ziangalie sifa wasfu wa huyu farasi. Kwa hii hali mnapata manufaa yenu kubwa, kwa spidi yake, kwa nguvu yake, kwa mwendo wake, mkavamia sehemu umeelewa. Mamoja alikuwa kwenye vita ambavyo vya batil, maana yake haya ni Makia, imeshika Maka. Hata kama vita sio sawa sawa, lakini angalia mnamtumia mnyama huyu. Angalia ukubwa uumbaji wa Allah tabaraka wa taala, kiumbe huyo fanana na kiumbe mwingine, kwa haya majukumu wanawasaidia nyinyi. Sasa kwa nini nyinyi msimwabudu? Kama ilivyokuwa ila Quraysh ilafihim rihlat ash-shita'i was-sayf falyabudu sindi rabb hadha al-bayt. Naam, tuje sura Bismillahir Rahmanir Rahim, kwa jina la Allah mwingi wa rehema mwenye kurehemu. Idha zulzilati al-ardu, pindi itakapotetemeshwa ardhi, zilzalaha, mtetemeko wake au mtetemeko mkubwa. Idha zulzilati al-ardu, pindi idha zulzilati al-ardu, pindi itakapotetemeshwa ardhi, zilzalaha, mtetemeko wake. Wa akhrajatil ardu, na ikatoa ardhi. Wa akhrajatil ardu, na ikatoa ardhi athqalaha, mizigo yake. Wa akhrajatil ardu athqalaha, na ikatoa ardhi mizigo yake. Wa qala al-insanu, na akasema mwanadamu. Wa qala al-insanu, na akasema mwanadamu, ma laha, ina nini hii? Ma laha, ina nini? Yawma idhin, siku hiyo. Yawma idhin, siku hiyo. Tuhaddithu, akhbara, itaelezea habari zake hiyo ardhi. Yawma idhin, siku hiyo. Tuhaddithu, itaelezea akhbaraha, habari zake. Narudia, idha zulzilati al-ardu, itakapotemeshwa ardhi, zilzalaha, mtetemeko wake. Wa akhrajati al-ardu, na ikatoa ardhi athqalaha, mizigo yake. Wa qala al-insanu, na atasema mwanadamu, ma laha, ina nini? Yawmaidhin, siku hiyo. Tuhaddithu, itasimulia akhbara, itaelezea akhbara, habari zake. Bi anna rabbaka, kwa sababu mola wako. Au halaha, ameiamrisha. Bi anna rabbaka, kwa sababu mola wako. Au halaha, ameiamrisha iseme. Sasa hivi iseme, itaamrisha ifanye iseme. Yawmaidhin, siku hiyo. Yawmaidhin, siku hiyo. Yafduru an-nasu ashtata, watatoka watu kutoka kwenye makaburi makundi kwa makundi. Yafduru an-nasu, watatoka watu kwenye makaburi yao, ashtata, makundi kwa makundi. Yafduru an-nasu, watatoka watu kutoka kwenye makaburi, ashtata, makundi kwa makundi. Liyurau a'malahum, ili waoneshe matendo yao. Liyurau a'malahum, ili waoneshe matendo yao. Faman ya'mal, basi mwenye kutenda. Faman ya'mal, basi mwenye kutenda. Mithqala dharrati, mfano wa mdudu chungu. Mdudu chungu tunamjua, siminzi. Mithqala dharrati, mfano wa mdudu chungu. Khairan yara, khairi ataiona, kama ni khairi ataiona. Faman ya'mal, basi mwenye kutenda. Mithqala dharra, mithqala mfano au uzito. Mithqala dharra, mfano wa mdudu chungu. Khairan, khairi, yara, ataiona. Waman ya'mal, na mwenye kutenda. Waman ya'mal, na mwenye kutenda. Mithqala dharra, mfano wa mdudu chungu. Au mithqala dharra, uzito wa mdudu chungu. Sharran yara, shari ataiona. Sharran yara, shari ataiona. Hii ni basi kidogo wala adiyati kizaizai. Idha zulzilatil ardu zilzalaha,
pindi itakapotetemeshwa ardhi mtetemeko wake. Idha zulzilatil ardu zilzala, itakapotetemeshwa ardhi mtetemeko wake. Wa akhrajatil ardu athqalaha, na ikatoa ardhi mizigo yake. Wa akhrajatil ardu athqalaha, na ikatoa ardhi mizigo yake. Wa qala al-insanu, na atasema mwanadamu, ma laha, ina nini? Qala al-insanu ma laha, atasema mwanadamu ina nini, kwa sababu hajui, yani hajawahi kuona ardhi ikizungumza. Nini tena? Yani mshtuko. Yaumaidhin, siku hiyo, tuhadithu, itaelezea ardhi akhbara, habari zake. Yaumaidhin, siku hiyo, tuhadithu, itaelezea akhbara, habari zake. Bi anna rabbaka, kwa sababu mola wako. Bi anna rabbaka, kwa sababu mola wako, au hala, ameiamrisha ielezee, ndio sababu. Bi anna rabbaka, kwa sababu mola wako, au hala, ameiamrisha. Yaumaidhin, siku hiyo, yaumaidhin, siku hiyo, yasturu an-nasu, watatoka watu kwenye makaburi yao, ashtatan, makundi kwa makundi. Ashtatan, makundi kwa makundi, wema kwa waovu, wema makundi yao na waovu makundi yao. Liyurau, tumeandikwa liyurau, sio? Liyurau a'malahum, ili waoneshe, liyurau a'malahum, ili waoneshe matendo yao. Faman ya'mal, basi atakayetenda, mithqala dharra, mfano mdudu chungu, khairan, khairi, yara, ataiona. Yani atakayetenda khairi mfano mdudu chungu ataiona, si ndio? Faman ya'mal, atakayetenda, mithqala dharra, mfano mdudu chungu, khairan, khairi, yara, ataiona. Waman ya'mal mithqala dharra, na mwenye kutenda shari mfano mdudu chungu, na mwenye kutenda mfano mdudu chungu, sharra, shari, yara, ataiona. Maneno yanatumika, tuko pamoja mpaka hapo. Maneno yanatumika, athqalaha, ma fi batniha min al-mauta wal kunuz. Athqala ni mizigo, ni wale maiti na hazina mbalimbali. Tuko hapo Wa akhara idha zulzilatil ardu zilzalaha, itakapotetemeshwa ardhi mtetemeko wake. Wa akhrajatil ardu athqalaha, athqalaha, mizigo yake nini? Ma fi butuni min al-mauta, walikuwa kwenye ardhi maiti zote zitatoka, watu watafufuka. Wal kunuz, na mali, madhahabu na nini, yote yatafanya yatatoka juu. Malaha, mwanadamu anasema ina nini? Ay man alladhi hadatha laha, imetokea nini? Sio kawaida, hatujazoea ardhi kufanya hivyo. Kumetokea nini? Tuhaddithu akhbara, yawmaidhin tuhaddithu akhbaraha, yani tukhbiru al-ardu bima umila alayha min al-khair wa sharr. Itatoa habari ardhi kilichotendwa juu ya ardhi, khair na shari. Mtu fulani kuja sehemu fulani akafanya hivi, ile sehemu iliyofanya tukio baya itasema huyu alifanya eneo hili hichi. Kwa hiyo tukhbiru al-ardu, itatoa habari ardhi bima umila alayha, iliyotendwa juu ya ardhi, min al-khair wa sharr, khair na shari. Bi anna rabbaka awhalaha, li anna rabbaka amaraha bidhalik, kwa sababu mola wako kaamrisha ardhi iseme, yasema kila kitu, kushuhudia waje walichokufanya. Yafturu an-nas yarji'una min mawqif al-hisab, wanarejea, wanakuja kwenye uwanja wa kuhesabiwa, toka kwenye makaburi yao wanaenda kwenye uwanja wa kuhesabiwa. Ashtatan, asnafa mutafarriqina ala hasbi ahwali, makundi tofauti tofauti kutegemea na hali zao, wema waovu, wakundi kwa makundi, makundi tofauti tofauti kutegemea na amali zao na hali zao, ndio ashtata. Liyurau a'malahum liyurihumullahu ma amilu wa yajazihim ala dhalika, ili Allah waoneshe matendo yao, waoneshe matendo yao, maana yake Allah awaoneshe matendo yao, awalipe kwa wale wafanya. Mithqala dharra, mfano mdudu chungu, yani waznu namlati, uzito wa mdudu chungu. Saghiratan, mdogo kabisa, wale simiza kile mdogo kabisa, hata kama utafanya khairi mfano huo utaiona. Tuko pamoja mpaka hapo? Tunasoma hivi ili baadaye ni ukisikia tujue tafsiri. Ndio maana narudia maneno hayo hayo. Tafsiri ya Kigoma ina tabu ngumu, yani ngumu, sio na tabu ngumu kwa watu. Kwa hiyo tukapata kama hivyo mzunguko wa maneno. Tuje maelezo Sheikh Abdulrahman Saad. Anasema hivi,
aliposema idha zulzilatil ardu zilzala, itakapotemeshwa ardhi mtetemesho wake, yukbiru ta'ala amma yakunu yawm al-qiyamah. Sura hii Allah anaelezea yatakayokuwa siku ya kiyama. Wa anna al-ardu tatazalzal, kwamba ardhi itatetemeka, watarjifu watartaj, na itatikisika na kuyumba, hatta yasquta ma alayya min bina'i wa alami, mpaka itaanguka kuliko juu ya ardhi katika majengo na vitu vingine vyote. Fatanda jibalaha, yatapondeka milima, watusawwata talaliha, na kutakuwa sawa milima yake, itakuwa tambarare. Watakunu ka'asaf safa, itakuwa tambarare. La iwaja fiha wala amta, hakuna bonde wala mwinuko. La iwaja, hakuna bonde wala amta wala kichuguu wala mlima, itakuwa safi, yani sawa sawa. Ndio itakapotemeshwa ardhi. Kwa hiyo ile mtikisiko ule atakuwa mna mlima wala bonde, iko sawa sawa, na watu watoka kwenye makaburi. Wa akhrajatil ardu athqala ma fi batni min al-amwat wal kunuz, ardhi itatoa kilichokuwepo katika ardhi. Watu wote walikuwa kaburini watatoka, na mali zote zitatoka. Watu wataona madhahabu hivi, lakini wanakufanya sasa hivi wamenyana, haya yamejaa madhahabu, fedha, kila mali zote za ardhi ziko juu. Waqala al-insanu, watasema mwanadamu, ay idha raa ma araha, akiona ya kumtikisa, ya kumtisha yeye. Idha raa, atakapoona mwanadamu, ma araha, yale ya kumtikisa yeye, min al-amri al-azim, kwa jambo kubwa, musta'dhim lidhalika, atikuza jambo hilo. Malaha, atasema ayu shay'in arada laha, kitu gani kimetokea ardhi mpaka leo ikawa hali ni hii? Dhahabu walikuwa wamenyana na chini ardhini mita ngapi iko juu. Kwa hiyo yaumaidhin tuhaddith al-ardu, siku hiyo tasimulia ardhi akhbaraha, tashhadu tashhadu ala al-alamin, ardhi tashuhudia viumbe bima amilu, waliyotenda, ala dhahariha, ya juu ya mgongo wa ardhi, kile ulichokifanya, min khairin wa sharri, khairi na shari. Wewe hapo ulikanyaga, ulifanyia zina sehemu hii, tasema ardhi. Falianna al-ardha min jumlati shuhudi alladhina yashhaduna ala al-ibadi bi'amali, ardhi ni katika jumla ya mashahidi watakaoshuhudia waje siku ya kiyama matendo yao. Kwa sababu Allah hatakumwonea mtu aende peponi mwenyewe aone kabisa sijaonewa na Allah, mpaka viungo vitasema, mpaka ardhi ulipofanyia kosa. Wewe siku fulani ukuja sehemu fulani ukafanya hili na hili na hili, ardhi ya sehemu fulani. Dhalika bi anna rabbaka awhala, siku hiyo kwa sababu Mola wako aiamrisha, amaraha an tukhbira bima umila alayhi, itoe habari. Allah ataiambia ardhi, toa habari kile kilichofanyika juu yako. Fala ta'sil li amrihi, kwa hiyo haiwezekani ardhi ikaasi amri Allah. Yawmaidhin yafduru an-nas, siku hiyo watatoka watu, min mawqifil qiyama hina yaqdi Allahu bainahum ashtata, kutoka mawqifu ya kiyama. Na yawmaidhin yafduru an-nas, watatoka watu, sio kwenye makaburi. Yafduru an-nas min mawqifil qiyama, kutoka kwenye mawqifu ya kiyama, pale walipo kwenye kisimamo cha kuhukumiwa watu. Hina yaqdi Allahu bainahum, Allah atahukumu kati yao. Ashtatan farqan mutafawitina, makundi tofauti watahukumiwa. Watoka watu wema, waovu kundi lao, kwa mawqifu kutoka makaburi yao, kutoka kwenye nini, kisimamo cha hukumu. Baada ya pale watachanguka watu, watakuwa makundi kwa makundi, wa peponi nenda peponi, wa motoni nenda wapi? Motoni. Allah tukinge na motoni. Liyurau a'malahum liyuriyahum Allahu ma amilu min al-hasanat, ili Allah waoneshe waliofanya katika mema, wasayiati na maovu. Wa yurihum jazaa muwaffara, na waoneshe malipo yanayoendana na matendo yao. Faman ya'mal mithqala dharratin khairan yara, atakayefanya mfano wa mdudu chungu khairi, uzito wa mdudu chungu, khairi ataiona. Waman ya'mal mithqala dharratin sharran yara, na atakayefanya shari, uzito wa mdudu chungu, shari ataiona. Wa hadha shamilu amil alkhair washarri kulli, hii inaenea khairi zote na shari zote. Liannahu idha ra'a mithqala dharra allati hiya ahqara ashya,
ikiwa mtu ataona mfano wa mdudu chungu ambacho ndio kitu dhalili kabisa, sisimizi ile mdogo kabisa ndio kitu dhalili, wajuzi alayya, na utalipwa kama dhambi yenyewe ndio kiasi kile utalipwa. Fama fawqa dhalika min babi aula wa ahra, basi dhambi kubwa zaidi ni bora zaidi na italipwa zaidi. Kwa hiyo ikiwa dhambi ndogo kama sisimizi, kile kijambo kidogo cha mwisho utalipwa, basi kubwa inakuwaje? Kama qala yawma tujidu kullu nafsin ma amilat min khairin muhdara wa ma amilat min su' tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida. Allah anasema katika kama ilivyokuja, siku atakuta mwana nafsi aliyofanya ya khairi yoyote ataona mhudhurisho na shari, hakuna kitakachoachwa. Kwa hiyo hizi aya tulizosoma fiha ghayatu targhib, kuna upeo wa juu wa kutigwa kuofisha fi fil targhib, kwa msisitizo fi fi'l alkhair, kufanya khair walau qalila, hata kama khair yenyewe ndogo fanya, hata kama khair ni ndogo. Wa tarhib, na kutahadharisha min fi'l shar, kufanya shari walau haqira, hata kama shari ndogo, siku hiyo italipo, usidharau shari. Jamani tuko maksudia sura hii tadhkiru bi ahwali alqiyama wa dawrat alhisab fiha. Maksudia sura hii ni kukumbusha watu hali ya siku ya kiyama na hali ya hisabu itakayokuwepo, wa diqqatul hisab fiha, yani kuwakumbusha watu hali ya siku ya kiyama na hisabu itakuwa dikka, yani ya ndani, mpaka kitu kidogo hakuna kitakachoachwa. Ulimsunya tu mtu ipo kidharau. Kwa idha zulzilatil ardh zilzalaha, idha hurrikatil ardh tahrikan shadidan allati yahduthu laha yawm alqiyama, itakapotikiswa mtikisiko mzito utakapopatikana siku ya kiyama. Sura hii inatuelezea ahwalu saa adhiman jiddan, hali za kiyama ni nzito mno. Tatazzalzal ardhu zilzalan adhima, ardhi itatikisika mtikisiko mkubwa. Takhruju ma fi batni min al-maut ka'annahu jaradu muntashir, wala kutoka kwenye makaburi yao kama nzige waliotawanywa. Wa inayhi tadhhalu kullu murdhiyatin amma ardhati, ataacha parapanda la kwanza likipigwa, mwenye mwanamke mwenye kunyonyesha ataacha kunyonyesha. Maana kuna parapanda la kutikisika na kuna parapanda la kufa na kuna parapanda la kufufuliwa. Kwa hiyo pia hadithi aya hii inatuonyesha sura hii kwamba ailamu anna al-ardha tashhadu yawm al-qiyama, juu ya ardhi itatoa ushuhuda siku ya kiyama, bima umila alayha, kila kitu juu ya ardhi, min khairin au sharri, khairi au shari. Fa akmil al-amali salih, kifirisha matendo mema, fi shatta al-buqa, kila sehemu. Uliko ulienda sehemu fulani kwa shamba huko swali msikiti fulani ndio ushahidi. Ulienda kwa shughuli zako wapi, kwa kuna msikiti ukaswali mbugani huko, utatoa ushahidi. Kithirisha sehemu za khairi ulifanya khairi. Kwa pia hadithi haya inatuonyesha kwamba sura hii kila utakachokifanya kitalipwa siku ya kiyama. Wanasema sababu ya kushuka sura hii, Ibn Kathir kataja sababu ya kushuka sura Zilzala. Hadithi ya Said bin Jubair anasema faman ya'mal mithqala dharratin khayran yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara. Asema dhalika lamma nazala hadhihi al-aya, iliposhuka aya inasema hivi, wa yutimuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Allah anasifa waumini wanalisha watu chakula juu ya kwamba wao wanapenda, lakini wanajitolea kuwalisha maskini, mayatima na watumwa. Sasa waislamu kana almuslimuna yarawna annahum la yujaruna ala shay'in qalil, wakaona kwamba kulisha, kutoa sadaka, kwa hiyo kwa maana ni mambo makubwa. Kwa hiyo vitu kidogo utolipwa. Alladhi a'tuhu, kile ambacho utakitoa, anaona toe kitu cha kusaidia mtu, kulisha mayatima na nini, lakini kitu kidogo kama utolipwa. Kwa hiyo fayaji almiskini ila, anakuja maskini katika nyumba ya mtu min abwabi fayastaqilluna an yu'tu tamrata, wakawa wanaona uchache kwamba mtu tende. Sasa ina taabu gani? Yani chochote kitu kidogo wana bana pasina, haona kama hakuna thawabu kitu kidogo.
Fayaruddahu yaqulu ma hadha bishay, anarudisha hichi hakina chochote. Baadaye sema ikashuka, faman ya'mal mithqala dharratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara, atakayefanya khairi yoyote. Kwa baada hapo tukawa natoa sana